nilikuwa natembea na jamaa zangu mimi kutoka bara, wanakuja wanapenda kunywa pombe kwa mimi sinywi. Lakini mkienda kule baa kule pameandikwa kabisa kwamba hapa si pahala pa kulewa. Zanzibar. Zanzibar. Na hata kunywa pombe ilikuwa kuna vibali na kuna limits. Kwa hiyo kwa hiyo mabadiliko makubwa. Mabadiliko ni makubwa sana kwa sisi ambao tumekuwepo wakati ule. Na leo big change. Kifupi tu unamzungumziaje Dr. Mwinyi? Amekuwa nawe katika wakati wako wa awamu yako na sasa ni rais wa Zanzibar. Kwa kifupi tu unazungumziaje uongozi wake? Ni mtu wa aina gani Dr. Mwinyi? Alikuwa waziri kipindi changu. Alikuwa kwanza waziri wa afya, alikuwa waziri wa ulinzi, alikuwa naibu waziri, baadaye ni mtu makini sana. Mtu makini, anajipa muda wa kutosha kufikiria. Hana maamuzi yale rush decisions. Ni mtu calm lakini ana mtazamo wa kisasa. Unajua Dr. Mwinyi huyu ndio kizazi cha baada ya mapinduzi. Mapinduzi alikuwa 64, huyu kazaliwa 66 huyu. Huyu kazaliwa baada ya mapinduzi. Unajua, kwa hiyo hata siku moja nilisema hata hapa Zanzibar kwenye mkutano, nadhani wakati ule kwanza ni kizazi kipya, sio kizazi kile cha mapinduzi. Kadri wakati anakuja kupata umri wa miaka 20 ni kwenye miaka 80. Mapinduzi yenyewe ishakuwa na miaka 20. Na ASP pia haipo, iko CCM. Unaona huyu ni kizazi kipya. Alafu ni modern katika thinking. Yani ukiona haya yanayofanyika hapa utaona ni mtu ambaye ana mtazamo wa Zanzibar ya kisasa. Ana mtazamo wa Zanzibar ya kisasa. Nilikuwa na maneno mengi wakati hata siku moja nikuja kana kila mahali kuna mabati. Mabati. Lakini walikuwa hawajui nyuma yale mabati ni nini. Sasa ameyafungulia yale mabati, wanaona majengo mapya mazuri. Kwa ni mtu ana mtazamo mpya, anapenda kuona Zanzibar sasa. Ana maono yake ya kuona Zanzibar ya modern Zanzibar. Na maono yake ya Zanzibar ya kisasa kabisa kule, lakini pia ana lot of determination aliyokusudia kulifanya, analisukuma. Alikuwa waziri wangu wa ulinzi wakati wa mabomu yale. Na aliwahi kusema baada ya mabomu alikufuata kukwambia mimi naomba nijiuzulu. Nikamwambia hapana. Sio kosa lako. Wanakatia kutokea mabomu yale ya Mbagala yale Mbagala. Wanakatia kuwa na hofu pana pale, unajua kuna missiles pale. Sasa hofu kubwa ilikuwa ile moto ule usije ukaenda mpaka kule kwenye zile missiles. Na ndio maana watu wakaambiwa wale kwenye magorofa yale ya juu yale waondoke, kwa sababu huna hakika kwamba kama ile likienda likipata moto lile likafyatuka litakwenda na huna namna ya kuzima, yashakuwa mounted yale madubasha yale. Basi tukaenda pale, watu wangu walikuwa na hofu sana, nikamwambia hakuna hofu, twendeni. Tukaenda pale, ananiambia mimi naweza kujiuzuru. Kujiuzuru kwa sababu gani?
Hakuna sababu hapa wewe hupo kwenye hizo store maana pale kuna vijana watatu waliingia kwenye maghala pale. Najua ile zamani ile zamani of course kabla ya kuungua ilikuwa ndio mahali palipokuwa panahifadhiwa silaha walizokuwa wanapewa wapigania uhuru. Na wakati ule ilikuwa ni msitu wa minazi tu kule. Watu baadaye ndio wamekuja pale ikawa ndio hiyo. Kwa zile special operations zile silaha walikuwa na watu maana hachukui kutoka kwenye vikosi vyetu, wanakwenda special operations, walikuwa wanachukua kutoka pale. Kwa kulikuwa na vitu vingi mle ndani, waliingia vijana watatu. Sasa sijui walichokifanya kitu kule ndani kitu gani kwenye ghala lile ukalipuka moto na wao wote, hakuna hata mmoja aliyetoka. Naona basi sasa hakuna uwezo ukamblame CDF, ukamblame waziri. Hakuna sababu waziri ya kujiuzuru. It's an accident, ni ajali tu imetokea. Ajali tu imetokea basi. Ndio sasa wale walikuwa jirani wale pale, ndio mabomu yale yakiruka, wengine nyumba zimebomoka, ikabidi tuwape fidia. And then ndio baada ya muda ikatokea kule Gongo la Mboto. Na ilikuwa ndio ghala kuu la jeshi lile. Ghala kuu la jeshi nayo kana maghala mengi pale, yote completely wiped out. Sasa unajua wakati ule watu ilipokuwa ilionekana mbali sana, sasa watu ndio wamekuja wamejenga, watu wameongezeka, inaonekana wanalaumu jeshi, lakini watu wameyakuta yale maeneo, jeshi lilikuwa limeshakaa mle. Kwa hiyo basi, kwa hiyo ndio hivyo sasa. Experience kitu ambacho nilijifunza kwenye kule Mbagala tuliwalipa watu pesa, wale wote waliobomolewa tunawalipa pesa kila siku. Madai pesa tulizopata hazitoshi. Kwa tupopata ile mabomu ya Gongo la Mboto yale, nikafanya uamuzi kwamba bwana, hawa tutawajengea nyumba. Nasema hawa tutawajengea nyumba. Tuka commission JKT, tukajenga. Ndio maana kwa mbele kule utakuta kuna kijiji kikubwa kina nyumba nyingi zimefanana zile. Tukafanya sherehe siku, kila mmoja anapewa funguo yake ya kuingia hapa ndani. Huku Gongo la Mboto hakuna madai ya pesa hazitoshi. Huku Mbagala tulipowapa watu hela mkononi wala hawakufanya kazi ya kujenga, kwa ikawa kila siku. Ile ndio jambo moja ambayo nilijifunza pale. Hata mimi naamini hata leo mtu akienda, rais akienda kule, wako watu watakuja Mbagala ataanza kusema, unajua sisi hatukufidia, haikutosha. Lakini tathmini ilifanyika, kila moja tathmini ilifanyika na pesa zikalipwa, lakini hawakuzitumia kwa ajili hiyo. Basi kwa hiyo hilo ndio tumoja tulijifunza kwa kule, lakini otherwise nasema ni kiongozi mwenye maono, ambaye alafu ni kiongozi pia anayependa kuona matokeo. Lakini anayependa kuona matokeo, lakini pia anayo ari kubwa ya kuiona Zanzibar ni ya kisasa. Zanzibar ni ya kisasa, inakuja inafanana na wakati uliopo leo, na ndio maana mambo mengi anayofanya haya unaona vitu vingi, flyovers, ghorofa na za mwisho ghorofa ndi zile alizozijenga Karume, zile za Michenzani. Toka amekufa 72 hapa wepo jengo hajajengwa mwingine, kuja kumalizia ndani wakati wa amani wakamalizia, lakini kumalizia tu. Kwa hiyo
Baada ya pale maendeleo makubwa ndio haya sasa. Ukienda airport wamejenga terminals mpya, nadhani sasa hivi wanaanza tena uwanja wa Pemba. Kwa kweli Zanzibar inapendeza. Zanzibar inapendeza, mahoteli yako mengi, watalii wako wengi. Kwa naambia airport ya Zanzibar hapa inapokea ndege nyingi kwa siku kuliko airport ya Dar es Salaam. Ona. Kwa hiyo kwa kweli ni kiongozi hasa anayependa maendeleo, anayependa kuona Zanzibar imepiga hatua kubwa ya maendeleo na jitihada hizo zinaonekana. Kwa mimi ambaye nimekuwepo 77 na napokuja leo, Mwenyezi Mungu kanijalia kuwa hai mpaka leo, Zanzibar tofauti sana, na sio hapa mjini tu, lakini hata ukienda huko kusini, ukaenda kaskazini, ukienda Pemba kusini, kote you can really see the difference. Lakini ni kiongozi, lakini kama anavyosema uongozi ni kazi ya kupokezana vijiti. Wenzake kule walipoifikisha Zanzibar ndio imempa nafasi yeye ya kushughulikia haya. Wasingeafanya yale waliyofanya akina Karume na Shein, ingebidi yeye afanye hiyo kazi kubwa yeye. Kwa hiyo I'm so happy for him. Tunapozungumzia sera ya uchumi wa buluu tuna maana gani? Unajua watu wanadhani sera ya bluu, yani uchumi wa bluu ni kitu cha ajabu sana. Ni uchumi wa kutumia bahari, yani kuitumia bahari kama rasilimali. Sasa unaweza kupata nini kwenye bahari? Unaweza kufanya shughuli za uvuvi, ndio sehemu ya uchumi wa bluu. Bahari unaweza kufanya kuwa na bandari. Unaona? Bahari unaweza kufanya utalii, na moja ya masomo ambayo yanafundishwa hapa ni hiyo utalii wa bahari. Kwa hiyo yani uchumi wa bluu ni kutumia bahari kama rasilimali ya kiuchumi, na unachoweza kupata kule kwenye bahari ni samaki. Sasa kuna samaki, kuna prawns, kuna kamba, kuna majongo unaita matango bahari na vitu vingine. Kwa hiyo unachoweza namna gani unaweza kutumia bahari kutengeneza kama kwa mfano zile cruise ships zile. Hilo ndio uchumi wa bluu.